Kwa majina anaitwa Mustafa Mbarak maarufu kama Kani, ni mwenyekiti wa umoja wa wasanii Katoro. Leo tupo hapa kwa shughuli moja kubwa ya kuja kutoa zawadi kwa watoto wenye mahitaji maalum kituo cha shule ya msingi Katoro, ambao kauli mbiu yetu ya siku ya leo ni wape tabasamu. Tumekuja kufanya shughuli hii kwa kuhamasisha jamii pamoja na wazazi kuendelea kuwatoa watoto hawa kutokuwaficha ndani watoto wenye ulemavu, ili waonekane wana haja ya kutolewa ndani na kuja kupata elimu. Lakini ikiwa ni sababu ya kutoa chachu kwa viongozi wa serikali, taasisi na wadau mbalimbali kuona kuna haja ya kuwa wanatembelea vituo hivi vinavyofundisha watoto wenye mahitaji maalum na ulemavu, ili kuweza kuwapa motisha ya kuendelea kujitokeza zaidi kupata taaluma, au wazazi kuweza kuwaleta watoto wao zaidi. Yote kwa yote, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Diwani wetu wa kata ya Katoro kwa ushirikiano wake mkubwa aliotupatia kuanzia mwanzo, lakini mtendaji wa kata kwa ushirikiano wake, afisa maendeleo wa kata, afisa nyuki, lakini kwa pekee ni mshukuru Mheshimiwa mbunge wetu ndugu Limbu Kija kwa mchango wake aliweza kutupatia wa kimawazo tangu tulipomfikia, lakini fikra zake ambazo tunaendelea kuishi nazo. Kiukweli tunajivunia kuwa na viongozi hawa. Mimi naitwa Mwajuma Lupimo au Mama Felista. Ninaishi hapa Katoro, maeneo ya njia panda ya kona ya kwenda Inyara. Mimi ni msanii. Tuko hapa sisi sote wasanii hapa Katoro, umoja wa wasanii yani wote hapa Katoro. Kwa hiyo tumekuja kuelimisha na kuja kuwasalimia watoto wetu, ndugu zetu. Kuna ndugu zetu wengine ni walemavu, watoto wetu walemavu, lakini ndani ya familia hizo wanaona mtoto kwamba labda kwa kuwa ni mlemavu hawezi kupata elimu yoyote, hawezi kusoma, hawezi kuweza jambo lolote. Kumbe inawezekana. Hapa tuko shuleni kwa watoto walemavu, wasanii wote tumekuja kuwaona hao watoto. Lakini bado kikundi cha sanaa kinaelimisha jamii, yani ni kioo cha jamii ambacho tunafundisha vitu vingi. Unakuta labda uliwahi kusoma shule, umesoma, lakini kuna vitu vingine ambavyo wewe hukujifunza. Lakini ukiingia kwenye vikundi vya wasanii popote pale unajifunza, lakini pia utaendelea kuifundisha jamii. Hivyo basi sisi tuko hapa kwa ajili ya watoto wetu walioko katika shule hii, pamoja na viongozi na uongozi wote wa Katoro. Tumekuja kuwasalimia pia, lakini kuja kuwaona. Lakini bado hatutaishia hapa kuwaona hao watoto, na zawadi kidogo tumewaletea kwa mahitaji madogo madogo. Tunaendelea kutembelea sehemu mbalimbali kama vikundi vyote vya sanaa hapa Katoro. Mimi kwa majina naitwa Kadikiro Filipo. Ni msanii. Kwa hiki tulichokuja kukifanya leo, tumekuja kuungana na watoto wetu ambao ni ndugu zetu kwa ajili ya kufurahia nao. Ni siku ambayo kwa wastani ni nzuri, na tumeona sisi tuelekeze kwa watoto wenye mahitaji. Na vile vile tulikuwa tunaomba kitu kimoja, hatutaishia hapa, tutaenda kama tutapewa ridhaa, tutaenda magereza, tutaenda mahospitalini vile vile kwa ajili ya kuwahudumia hata watu wengine. Jamii nyingine, na ninachowaomba waige kutoka kwetu, kwa sababu unakuta wengine, kuna wakina mama wengine unakuta wananyanyasa sana watoto wao. Alafu vile vile unakuta wengine wanaficha watoto wenye ulemavu. Lakini ninachokiomba kitu kimoja, natoa hamasa kwa walete moja kwa moja kwenye hii shule. Nimeona ni shule nzuri ambayo ina maadili mazuri na inafundisha vyema. Kwa majina naitwa Jennifer Jeffrey Kiauke, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Katoro. Tunashukuru sana timu nzima ya wasanii wa Katoro kwa jambo kubwa walilolifanya kwa wanafunzi wetu wenye mahitaji maalum. Zawadi walizozitoa kwa moyo wao wa ukunjufu, Mungu awabariki. Pale mlipotoa, Mwenyezi Mungu awazidishie maradufu. Kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wapo jumla ya wanafunzi 115 na wapo katika makundi tofauti tofauti. Kuna wanafunzi wasioona, kuna wale wasiosikia, kuna wasioweza kuzungumza, kuna walemavu wa viungo, pamoja na wale wenye ulemavu wa akili. Tunazo changamoto tofauti tofauti. Kwanza
bweni tulilonalo ni kwa ajili ya wanafunzi wa kike. Kwa hiyo tuna uhitaji mkubwa sana wa wanafunzi wa kiume wanaohitaji kulala bwenini, lakini bweni hilo hatuna. Kwa hiyo tunalazimika kuwapeleka kwenye shule zingine. Pia tuna upungufu wa vitanda, upungufu wa magodoro, bwalo la kulia chakula, madarasa pamoja na vyoo. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tamasha hili walilofanya vijana wenzetu la kuwapa tabasamu vijana hawa wenye mahitaji maalum, kwa kuwapa hiki ambacho Mungu ameweza kuwajalia. Tunawapongeza na tunawashukuru. Kwa niaba ya ofisi ya mtendaji wa kata, tuko pamoja nao vijana hawa wa Umoja wa Wasanii Katoro. Tunaahidi kufanya nao kazi pamoja, kuwa sapoti kwenye kile ambacho watahitaji sapoti wakati wowote. Ofisi ya mtendaji itaendelea kuwa wazi kwa ajili yao. Kwa majina naitwa Lita Keli Mwakaleja, ni mwakilishi wa Mheshimiwa Diwani Zubeda wa kata ya Katoro. Moja, nashukuru wa vijana wetu wa Umoja wa Wasanii Katoro kwa kazi kubwa waliofanya kuwatembelea watoto maalum kwenye shule ya Katoro. Wameleta zawadi mbalimbali, lakini natamani sasa kupitia hili kundi vijana wengine wenye makundi yao wasanii sehemu yoyote Tanzania wajifunze, waige, ili iwe mfano mzuri kwa vijana wengine. Wamefanya kitu cha baraka kwenye shule yetu, kwenye jamii yetu. Kwa hiyo naomba sasa vijana wengine nchi nzima wakajifunze, wakaige haya ambayo vijana hawa wamefanya. Kwa kauli ya kuambia wa vijana, tunawatakia mafanikio mema kwenye kikundi chao, umoja wao ukadumu, ukastawi, lakini pia serikali itakuwa bega kwa bega na wao kuwasaidia pale ambapo watahitaji fursa zingine za serikali. Kupitia idara ya maendeleo ya jamii kwenye kata yangu na halmashauri yetu, kuna mikopo ya vijana inatolewa. Kama diwani nitawaelekeza idara zingine hizo waweze kutana na vijana ili wawape fursa zilizopo za serikali na namna gani ya kuzifikia hizo fursa ili waweze kunufaika nazo. Mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Katoro Zubeda ni mtu wa kutekeleza. Kama mimi mwakilishi wake nitamfikishia. Nina imani wataipata hiyo kamera. Wataipata kwa wakati sahihi, kwa sababu diwani wetu huyu wa kata ya Katoro ni mtu wa kutekeleza, ni mtu wa vitendo. Itawafikia hiyo kamera yao walioiomba.